Wafanyabiashara wengi waga wanakuwa na uvivu sana wa kuonesha maisha yao ya kawaida kwa sababu wanahisi maisha yao sio mazuri kiasi kwamba tunataka tuyaone. Lakini wateja waga wanafurahi sana kununua kutoka kwa mtu ambaye wanahisi kama wanamfahamu nje ya biashara. Sasa mimi kwa mfano ukiniona nafunga safari, naenda sehemu, nakutana na changamoto, naweza kuipitia hiyo changamoto, nimeshindwa kula au nimepata chakula kizuri sana, unaniona kama binadamu, ina maana kuna uwezekano mkubwa sana wa wewe kununua kutoka kwangu. Sasa ukitengeneza content ambazo zinakuonesha maisha yako ya halisi, maisha yako ya kawaida, inakufanya inahumanize brand yako. Kwa hiyo kama unatengeneza personal brand, ni muhimu sana utengeneze content ambazo zinaonesha maisha yako nje kabisa na mauzo, nje ya biashara. Hiyo kitu itawavutia sana watu. Itawafanya watu waweze kuona kabisa, okay, huyu mtu kiachana na kwamba anauza nguo, viatu, suti, juisi, matunda pamoja na senene, huyu mtu ni binadamu na watawezekana kweli kuja kununua kutoka kwao. Kwa hiyo jaribu hizi content. Hazitakusababishia mauzo moja kwa moja, lakini zitafanya baada ya hapo watu wakiona content zako watashawishika kununua kwa sababu wanakuona kama ni binadamu. Nataka nikupe aina 5 za content ambazo zinaweza zikakuongezea mauzo kwenye biashara yako na kuleta karibu na followers wako ambao wanaweza wakanunua bidhaa zako. Leo ni sehemu ya 4 kwenye hii series, na aina ya content ambayo tunaizungumzia leo ni content ambazo zinaonesha maisha yako ya kawaida. Sasa